بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ويقول أيضا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عباد الله، ولقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح من حديث الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وكانت وفي رواية: وأصابت طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحديث. ndugu waislamu, bitawfiqi Allah subhanahu wa ta'ala wa aunihi ta'ala, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala
na kwa msaada wake yeye tabaraka wa taala tumekutana tena katika Ijumaa hii ya leo, ambapo ni Ijumaa ya tarehe 15 katika mwezi huu wa Shawwal mwaka 1447 Hijiria. Kwa munasaba wa kipindi hiki tulichokuwa nacho cha mwezi wa Shawwal, kwa hakika vituo mbalimbali vya kiilmu, almaahidu walmarakizu, vituo vya kulea na kuwasomesha vijana wa Kiislamu, ndio vinaanza mwaka wake mpya wa masomo katika miezi hii. Ghaliban, kwa mara nyingi, maeneo mengi ya miji ya Waislamu watu huanza muhula wao wa masomo katika vituo vyao vya ilmu katika mwezi huu wa Shawwal. Hichi ni kipindi mashekhe na walimu wanajiandaa kuwapokea vijana katika vituo vyao na kuendelea kuwasomesha na kuwalea. Hichi ni kipindi wazazi na walezi wanawaandaa vijana wao kwa mahitaji mbalimbali yanayotakiwa katika vio vyao ili kuwapeleka katika madaris na marakiz kusoma ilmu. Hichi ni kipindi wadau mbalimbali wa ilmu, viongozi wa misikiti, kamati za shura, bodi mbalimbali za madaris zinakaa vikao vyao vya kupanga mikakati ya ilmu na kwa namna gani watawapokea vijana katika maeneo yao na kuwahudumia kwa ajili ya kusoma dini. Kipindi nyeti sana hichi kilichokuwa nacho sisi Waislamu. Hichi ni kipindi cha mwanzo kuanza kuishughulikia ilmu, al-ilmu ash-shar'iyyu, elimu ya kisheria, kama vile ambavyo mnavyokiona kipindi cha Januari, kutoka Disemba kuingia Januari, watu wa kidunia wanakuwa wako moto kwenye mambo ya maskuli, kuandaa vijana, kuwapokea vijana. Inakuwa wakati huo hakuna habari nyingine, watu ni shule tu. Basi na sisi watu wa dini tuna misimu yetu ya kuzifungua markazi zetu kwa ajili ya jambo kubwa la ilmu. Kwa munasaba wa jambo hili itakuwa na mazungumzo maalumu na Waislamu kupitia membari hii, na insha Allah taala mazungumzo haya, Allah akiniyafikia kunipa afya na uhai, tutayafanya ndani ya Ijumaa mbili. Hii Ijumaa nilionayo tutayaanza, na insha Allah taala tutakuja kuyaendeleza na kuyamalizia biidhnillah katika Ijumaa itakayofuatia. Maneno ambayo tutayazungumza katika hutuba hizi, tukizikumbusha nafsi zetu na kuwakumbusha Waislamu wenzetu, yatakuwa chini ya unwani inayosema ar-raddu ala dhahirati al-istikhfafi bi'ulumi ad-din wa bayanu daruriyati al-ilmi ash-shar'i. Ar-raddu ala dhahirati al-istikhfafi bi'ulumi ad-din, kufanya raddi, kutoa majawabu juu ya muonekano wa kuzidharau elimu za dini, pamoja na kubainisha ulazima wa elimu ya kisheria. Tutaitumia membari hii insha Allah taala katika siku hizi za Ijumaa kulifafanua jambo hili kwa kadri ya wasaa wetu na elimu yetu. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa wal-isaba wal-qabul, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala anipe tawfiq na aniwezeshe kupatia, na ajalie haya ambayo nitayasema yakubalike katika nyoyo za waja wake. Tuna haja ya kutoa majibu kwa kinywa kipana, na tuzungumze kwa elimu,
na tuzungumze kwa alwaqi', kwa uhalisia ambao tunaishi nao, juu ya muonekano mbaya unaoonekana kwa Waislamu wengi, si wote lakini ni wengi katika Waislamu, muonekano wa kuipuuza na kuidharau elimu ya dini, dharau kubwa sana. Tulionyeshe hili kwamba lipo kwa Waislamu kwa kiwango kikubwa sana, lakini pia hotuba hizi zijielekeze kwenye kubainisha sasa ulazima wa kusoma elimu ya kisheria, na kwamba elimu ya dini ni jambo lisilo na budi kwa Waislamu. Hakuna namna isipokuwa Waislamu wasome dini. Kama tunahitaji ustawi wa dini zetu kwenye nafsi zetu na kwenye familia zetu na kwenye mitaa yetu na kwenye nchi zetu na kwenye dunia, hatuwezi kulikwepa jambo la kusoma elimu ya dini. Hili tulionyeshe kwa dalili na hoja. Ayuha nasu ibadallah, jambo liko wazi kwa Waislamu wengi wenye akili timamu, wenye kujua mambo, kwamba dharau imekuwa kubwa kwenye elimu ya dini. Chukua mifano michache. Wewe tizama uwekezaji wa rasilimali watu kwenye hii elimu ya dini, kadhalika uwekezaji wa miundombinu yake. Watu wangapi katika Waislamu wamewaandaa vijana wao na watoto wao kwa ajili ya kusoma hii dini ya Allah, ili waje kuisimamia na kuitetea? Watu wangapi katika Waislamu wanashiriki katika ujenzi wa miundombinu ya kuwezesha elimu ya dini isomwe kwa urahisi na kwa ufanisi, kama kujenga vituo vya elimu, madaris, kujenga misikiti mikubwa na kuiwekea miundombinu ya kuwalea watu kwenye elimu katika misikiti hiyo? Watu wangapi wanashiriki kwenye khairi hizi? Kila mmoja ni shahidi wa nafsi yake. Hili jambo ni msiba mkubwa kwetu. Watu wengi katika Uislamu tumeruzukiwa watoto wa kike na wa kiume. Kila mmoja ajiulize, ana mtoto gani wa kwake? Usiniambie watoto wa kuwaokota mtaani waliokosa walezi. Kaangalia msikitini pale, kuna kijana na shangaa hana mwelekeo, na pengine alifeli skuli huko, hana akili. Nakwambia mtoto wako au mdogo wako au ndugu yako wa damu ambaye una uchungu naye, mwenye akili safi, maarifa anayo, wangapi wana watu kama hawa kwenye familia zao waliowaandaa kusoma dini? Sisemi uwasomeshe watoto wote waje kuwa wasimamizi na mashekhi wa dini. Kama utaliweza hilo ni kheri. Nazungumzia hata mmoja ambaye umemwandaa kwa ajili hiyo. Nyinyi ni mashahidi wa nafsi zenu. Lau mnamuogopa Allah na mkaacha uongo wa kuziongopea nafsi zenu, hamjawaandaa watoto hao. Na Allah amewapa watoto wengi, Allah amewapa akili na uwezo wa kumsimamia uko nao, lakini hilo jambo hamlitaki wala hamjawaelekeza watoto wenu huko. Na kama mnawapeleka katika mafunzo ya kidini, ni ile geresha ya utoto tu, wakajue alifu B, wakifika darasa la 4, darasa la 7, form 1, form 2, hatuwaoni tena. Hakuna mpango wa kuwaandaa watu wetu kwenye familia zetu kwa ajili ya kushika majukumu ya dini. Hatuna mpango huo. Na watu wengine mughafalun wanaichezea dini pia, kwa kuwa kwenye jumuiya hawafanyi hivyo. Pana watu walijaribu kuandaa baadhi ya vijana wao, wakaanza kuwasomesha dini huku na kule, lakini haikuwa riziki. Wale vijana wamekengeuka, hawakufuata ule utaratibu, na mzee kafanya juhudi. Allah atamlipa mzee huyu juhudi yake. Toka alipofeli kwa kijana mmoja au vijana wawili
akaamua kususa kwamba sasa basi sisomeshi tena dini. Ukimwambia kwa nini? Fulani nilimsomesha, kiko wapi? Fulani nilimsomesha, kiko wapi? Lakini ukitaka kujua huyu ni mughaffal, hajakata tamaa kwa hao anaowasomesha dunia, na anao waliofeli hiyo dunia, wamekengeuka, wako mtaani, hawamsaidii chochote, pengine bado wanamtegemea yeye. Lakini kuna waliofika form 6, kuna waliomaliza vyuo vikuu, hawamsaidii chochote wala hawajaweza kujisaidia wao, lakini hajasusa kusomesha sekula. Bado wadogo zao anawapeleka skuli, tena anaongeza bidii. Kama hawa wakubwa aliwasomesha huko zamani shule loko hivi, hizi St. Kayumba hizi, sasa anampeleka international English medium. Hawa wadogo wanakwenda shule za viwango. Hajakata tamaa, na anajiambia nilifeli kwa wale wakubwa, wacha nipambane na hawa waliobaki. Shukran, juhudi kubwa hiyo. Dini je? Mbona toka ulipompoteza mmoja umesusa kabisa? Ndio utajua shaitani anapotuchezea. Tumeghafilika. Kwa hivyo hana kijana wake yoyote mwenye kusoma dini kwa ajili ya kuja kuupambania huu Uislamu. Tukiacha hayo, hii miundombinu ya elimu, kuzijenga marakiz, kuwasimamia waalimu wake, kuwasimamia wanafunzi na bajeti zao, wangapi wanashiriki katika jambo hili? Pana watu miaka inakatika wala haulizii jambo hili kwamba hizi markaz zinaendaje, mipango ikoje, nina jambo nataka nisaidie hapa. Miaka itakatika, hana habari. Achilia mbali kuuliza, anaweza akapelekewa kwamba kuna jambo linahitajia kusimamiwa, tuna ujenzi ambao utatusaidia kuwalea wanafunzi wetu na kuwasomesha watoto wetu, tuna mfuko huu wa walimu wetu unalegalega, walimu wanakosa mahitaji na wanafanya kazi kubwa, wala mshipa wa haya na khaufu na Allah haumgongi, hatoi. Na wengine wameahidi wenyewe, tuna mifano hai katika vituo hivi, wameahidi wenyewe kwamba watatoa sehemu katika mali zao kusaidia mifuko ya madaris, lakini wakifuatwa kwa ajili watoe zile ahadi zao, wanawakwepa na kuwachenga wale wenye kukusanya ahadi zile, bali wanawafanyia udhia. Mtu kimfuata na kunja ndita, njoo baadaye, ana mwezi mzima anaambiwa baadaye, amwambia baadaye ndio hii, na mwezi unaniambia baadaye, na mimi nina shughuli zangu. Kaka, baadaye unataka njoo, utaki usije. Wako watu mughafalun waliofikia kiwango hiki. Sasa kama ninaongopa, nyinyi ni mashahidi wa nafsi zenu. Ndugu zangu, nataka niwaambie, kusoma elimu ya dini kwenye jamii kubwa ya Waislamu hivi sasa umekuwa ni mpango wa pili. Haya maneno nimekuwa nikiyasema na nitayakariri kwenu, na Allah ni shahidi. Kusoma dini na kusomesha vijana wetu dini ya Kiislamu kwa Waislamu wengi, jambo hili limekuwa ni mpango wa pili, plan B. Yani baada ya mtu kufeli katika plan A, kama alikuwa nayo, alikuwa amempanga mwanae katika masomo fulani au katika mafunzo fulani, akafeli kule, ikawa skuli kafeli, alama alizopata mbaya, akajaribu labda arudie masomo, kafeli tena, kamtoa huko, haya twende kwenye ufundi, kila akifundishwa haelewi. Sasa wanashauriana kifamilia pale, huyu bwana tumfanyeje? Wanaambiana, basi tena sio riziki, tumpelekeni akasome dini kilaza huyu, pengine asa akatukumbuka kwa dua, akatutulia Fatiha, tukifa ndio tunaletea watu hawa waliofeli kwenye mpango wa msingi waje kwenye dini. Sasa magugu haya maotea yaje kutushughulisha kwenye marakizi huku, lakini wale watoto wenye bidii, wale wenye yakini,
hawatolewi shekhe kusoma dini. Mtu anapata A kwenye science, kwenye mathematics, anapiga A aje kusoma Qur'ani. Waislamu hao wamekurubia kuwa hawapo kwa ile dharau ya elimu ya dini. Kataeni na jambo hili pia. Na wengine wanaokuja kusoma dini wakiwa na akili nzuri wanaletwa kwa malengo ya dunia. Maajabu haya kwa Uislamu. Pana watoto wanaletwa katika marakiz kama ni daraja tu la kufikia dunia. Wanaambiana watu wa dunia huko na wanaonekana wana dini. Bwana, mtoto akihifadhi Qur'ani akiwa mdogo anakuwa bright sana school. Wallahi. Akianza na Qur'ani akiwa hafidh, utashangaa uko school. Mnaletewa vitoto mhifadhishe Qur'ani ili viende skuli. Si kwamba wajue dini waje kuwa wasimamizi wa dini, tupate makhatibu, tupate maimamu, tupate mashekhe, tupate waalimu ambao wana uhaba mkubwa. Akisoma huku anaelewa kule. Dini inafanya ni daraja la dunia. Na ndio maana watoto wetu tunapokonywa pale ambapo tumeanza kuyaona matunda na tunaanza kuwategemea katika mambo, hapo hapo unapokonywa huyo mtoto. Hivi ndivyo tunavyofanya sisi. Kama nadanganya mtanisuta. Jamii yetu ya Kiislamu, barakallahu fikum, imelichukulia suala kusoma dini katika jamii ni jambo ambalo halina uzito. Watu wengi katika jamii ya Kiislamu wanaona kwamba kuharibikiwa ni kukosekana wasomi wa kidunia. Yani jamii ikikosa wasekula wazuri, au familia ikawa haina hata msekula mmoja, watu wote la 4 tu, watu la 7 tu, ukoo mzima form 4 tu, watu wanahuzunika. Kwa nini hakuna msomi katika ukoo huu? Na pengine watu wakasomeni jamani, hata mtu mmoja akitoa kimasomaso, watu wanahamasishana, na pengine wakamchangia kusoma kama atapatikana mtoto kwenye ukoo wao mwenye akili ya kusoma, kwa kuwa hakuna msomi kwenye ukoo wao wa dunia. Lakini waulize billahi alaikum, wacheni uongo Waislamu. Hivi mnasikitika mkikosa msomi wa dini katika ukoo wenu? Pale mnapoangaliana kwamba darasa la 7 tunao wengi tu, watu wa form 4 wapo fulani na fulani, form 6 wapo, ukoo huu watu wa vyuo vikuu tunao, tuna mpaka watu wana PhD, tuna maprofesa katika ukoo wetu. Basi mnaye japo shekhe wa mtaa mwenye kiwango cha kupewa uimamu wa mtaa, sikwambii shekhe wa kata, hamna hata mmoja. Na huo ukoo unajiona umekamilika na ni ukoo wa watu wenye akili na ni Waislamu sana hao. Wao wakikosa msomi wa dunia ndio wamekosa, watasikitika sana, watafanya bidii sana. Lakini wakikosa msomi wa dini hakuna balaa lolote. Na sikwambii katika jamii kama hiyo ajitokeze mtoto wao mmoja tu, pamoja na kwamba wana watu wengi waliosoma skuli na mavyuo huko, wanao tele, akijitokeza kijana wao mmoja tu mwenye akili safi akasema mimi najielekeza kwenye kusoma dini, ukoo mzima utampiga vita, na watu watamletea ushauri na kumtisha kwamba huko anakokwenda anakwenda kwenye kuharibikiwa, anakwenda kwenye umaskini. Angalia mustakbali wako baba, maisha haya magumu, dunia hii yenu sio ile yetu baba. Anamtisha, na pengine wasimsaidie wakamtia adabu na kuambiana kwamba yule bwana asisaidiwe, ameamua kwenda kusoma dini bwana, yuko huko si markazi gani bwana, msimtumie kitu. Pengine baba akapigia simu ndugu zake, wajomba, mashangazi, wasimsaidie. Na tunaishi na vijana katika marakizi hizi. Mashekhi wenye marakizi wanalijua jambo hili ambalo linatuumiza kweli kweli. Pana vijana wamesuswa na familia zao za Kiislamu, mpaka hizi marakizi nyonge hizi ndio zinawasimamia, hata sabuni aletewe. Nini? Baba yake amekasirika kwamba mtoto anataka kuwa shekhe. Hii ndiyo hali tuliyokuwa nayo katika jamii. Wa min huna adribu lakum mathalan ajiban, na kutokea hapa nataka niwapigie mfano
wa kustaajabisha sana, yaakisu waqi'an yaishuhu almujtama'u almuslim. Mfano huu nitakaoupiga unaakisi hali halisi ambayo jamii ya Kiislamu inaishi katika hali hii. Ni mfano unaweza kuchukulia kama maskhara hivi, lakini mfano huu unazungumzia uhalisia wa jamii yetu ya Kiislamu inapoishi. Baadhi ya ulama ذكروا حوارا بين طالب العلم الشرعي والمجتمع الذي يدعي عدم حاجته إلى العلم الشرعي. baadhi ya wanawachuoni wametaja majibizano ya hoja, debate. Palikuwa pana debate inafanyika baina ya mwanafunzi mwenye kusoma dini na baina ya jamii yake ambayo inadai kwamba haina haja na msomi wa dini, au kwa lugha nyingine hawako tayari kumsapoti msomi wa dini. Kuna kamdahalo na majibizano ya hoja. Baadhi ya ulama wananukuu ni kama mfano. Ninataka twende tuusome mfano huu, tuupitie mdahalo huu, alafu tujiulize haya yanayozungumzwa hapa yapo kwenye jamii yetu au hayapo? Alafu tujiulize, hivi ni kweli wasomi wa dini hawahitajiki katika jamii kama vile tunavyodhihirisha kwenye lugha zetu au kwenye ulimi wa hali, kutokuwa support wala hatuwaandai, bali tunawakatisha tamaa lau wakijitokeza? Hali hii inastahiki kuwafanyia wasomi wa dini? Hivi jamii inaweza ikaenda bila wao? Huu mdahalo huu ni mfano tu, baadhi ya ulama wanautaja, ukisikiliza na wewe utaelewa. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in. Amma ba'd. Alhiwar, debate inaanza baina ya makundi mawili, talibul ilm wal mujtama', mwanafunzi anayesoma dini na jamii yake. Almujtama'u, jamii imeanza inamuuliza, madha tadrusu? Kijana, unasoma kitu gani wewe? Talibul ilm, mwanafunzi yule anawajibu watu wa jamii yake, adrusu ash-shari'ata al-islamiyya, mimi ninasoma sheria ya Kiislamu, mimi ninasoma dini. Sikiliza jamii ilivyomwambia almujtama', limadha tadrusu ash-shari'a, kwa nini umeamua kusoma dini? Lau tadrusu al-ulum al-asriya la afadatka ba'da at-takharruj, lau ungeamua kusoma elimu ya mazingira, kwa hakika ingekusaidia wewe baada ya kumaliza masomo. Jamii inamwambia yule kijana. Sasa ninawauliza, hivi jamii za Kiislamu haziwaambii maneno haya vijana wao ambao wanataka kusoma dini? Vijana wao waliojielekeza katika madaris hawajibii majibu haya? Baba, kwa nini usiangalie masomo yako ya skuli? Maisha haya ni magumu, kuna kesho. Ukimaliza basi utaangalia uko mbele pengine. Yani kama vile elimu ya dini haina mfumo wala haina kipindi cha kupanda. Haya majibu haya watu huyatoa kuwaambia wale vijana wenye kusoma dini, kwa nini usijielekeze kwenye masomo yako ya skuli ili yaweze kukusaidia maisha yako ukimaliza? Haya, hiyo dini utaajiriwa wapi? Kijana mbio, utaajiriwa wapi? Umuoni Ustadhi Shabani? Umuoni Ustadhi Ali? Umuoni Ustadhi Juma walivyo? Unataka kuona maisha yale? Huyu mtu anaangalia watu, haangalii dini ya Allah, haiangalii sheria ya Allah, haiangalii Qur'an.
wala haiangalii sunna. Sasa hii jamii ambayo inasema maneno haya, na sisi pia tunayasema haya maneno, ima kama hivi au kwa mfano wake, na kila mmoja anajijua. Baada ya muda sasa, nyinyi si mmesema kwa nini asiende kusoma elimu za mazingira ili imsaidie hawa watu wa jamii hii? Baadaye mtu ashasoma huko kwa tabu, hakuna ufadhili, chuki kwenye familia, pocket money hapewi, anafadhiliwa tu na shura za misikiti, anachangiwa tu, kasoma mpaka amepata maarifa. Sasa amekuwa ni kijana wao, anaweza kuswalisha msikitini, anaweza kutoa khutba, anaweza kufundisha darsa, amekuwa ni ustadhi, ni muallim, sheikh. Jamii inamrudia, watamfuata wakimwambia banaina masjida, sisi tumejenga msikiti alhamdulillah, kuna wakfu kubwa imejitokeza na tumejenga msikiti liadai salawati almafruḍa, kwa ajili ya tuswali. Eneo letu lile hatuna msikiti, tumejenga msikiti mzuri wa kiwango kwa ajili ya kuswali swala za faradhi kwa jamaa. Nahtaju ilaika lilimama, na tunakuhitajia, tunapokuona sasa kijana wetu, tunakuhitaji sasa uwe imamu wetu pale. Ala, mnamhitaji awe imamu? Maimamu wanapatikana bila kuandaliwa. Nyinyi mlimuandaa huyu, mlimsapoti huyu, kumbe mnajua mnatakiwa mswali na mnatakiwa mswalishwe. Watu wakiwaambia wanakwenda kusoma dini, mnatoa lugha za kifedhuli na za kukatisha tamaa, alafu baadaye mnarudi mmejenga msikiti, hamna imamu. Unawaambia unaweza kutusaidia? Wanafunzi hawana kinyongo, ukisomeshwa dini hilo ndio jukumu lako. Hiwari inasema talibul ilm, yule mwanafunzi anawaambia hadha wajibuna, hilo jambo la kuswalisha ndio wajibu wetu. Wa min samimi amalina, na ni katika viini vya amali zetu. Mimi nitakuja kuwaswalisha, hakuna neno. Mwanafunzi ana majawabu yake. Almujtama, jamii inasema tena, wanamfuata kumwambia ruzikna bimauludin nahtaju ilaika fil aqiqa, tumeruzikiwa mtoto bwana, nataka kufanya aqiqa. Shekhi aeleweshwe hukumu za aqiqa na utaratibu wake, hajui, lakini alizuia kijana asisome dini kwa kuwa atakosa faida katika maisha yake. Sasa anataka kujua hukumu za aqiqa. Talibul ilm anamjibu hadhi, ana fi khidmatikum, mimi nimekusikia mzee, nipo kwa ajili ya kuwahudumia. Wa tawjihikum libayani huquqi alwaladi ala walidihi, nitaendelea kuwapa miongozo ya kubainisha haki za mtoto kwa mzazi wake. Kama hiyo aqiqa ni haki ya wajibu kwenye shingo ya mzazi kumfanyia mtoto wake. Hawajakaa sawa, wanamfuata tena, ya imamu wetu, hunaka inhirafatun kathira, kwa kweli kuna upotoshaji mkubwa na jamii imepotoka. Nuridu minkum at-tawjih, tunataka mtupe miongozo, jamii imeharibika. Wazee wanamfuata imamu wao, tunahitaji miongozo fi khutbati al-jum'a, katika khutba ya Ijumaa labda ugusie mambo ambayo yanaisibu jamii, au muhadharati, au tunahitaji muongozo kwenye muhadhara au darsi, au toa muongozo katika darasa au daurati, au tupe muongozo kwenye semina. Shekhi, weka angalau semina bwana. Pengine akatajiwa hali ni mbaya kwa vijana wamepinda ulevi, wamekuwa waraibu kwa mambo ya fahisha, jambo la ushoga limekuwa kwa kiwango kikubwa, na mfano mambo haya, wizi umekithiri. Shekhe, hebu zungumza mada kuhusu vijana au kuhusu wanawake, labda waekee ni semina au warsha. Haya ndio maneno yanaletwa kwa huyu shekhe. Sasa jamii hii mwanzo ilimwambia endelea na masomo yako ya mazingira,
ili uje kupata faida baada ya kumaliza. Leo wanajiona kwamba wana mwanya mkubwa, wanamhitajia yule kijana ambaye hawakumsapoti wala hawakumlea, bali walimkatisha tamaa. Hii hiwari ieleweni vizuri. Kijana anafuatwa atoe miongozo mbalimbali kwenye jamii iliyoharibika, na haya ndiyo maajabu mimi huyaona kwa Waislamu wengi, na wengine ni viongozi wamepewa dhamana mbalimbali za uongozi, wakati mwingine hawana sapoti yoyote katika haya mambo yetu ya kidini, hawana sapoti yoyote. Na wengine mnawapelekea maombi, tunafanya ujenzi, tusaidieni hiki, tuna vijana pale, tumekosa hiki, mnapeleka mambo ya maana kabisa. Viongozi wenye dhamana ni Waislamu wengine, asisaidie chochote kama vile hawaoni, lakini utaona mbele kwenye kusaidia upuuzi na mambo ya laghau. Lakini viongozi hawa kuna wakati ukifika wanahitaji hii misikiti na wanawahitaji hawa mashekhe. Ukifika wakati wao wana shida zao, ni waangalieni viongozi wengi wa Kiislamu wakati wa kampeni, ndio utawaona misikitini wakiomba dua. Mashekhe, bwana, dua zenu maji ya shingo napelekwa hivi, niombeeni. Na mashekhe wengine wale wajanja wanakuwa wanaweka dua maalum za kulipia na wanapiga hela kweli kweli, maana wakati ule wanasiasa wanatafuta dua kweli kweli. Si dua, wengine mpaka waganga wa kishirikina. Au nchi ikivurugika likatokea jambo la kutikisa, wakaona athari zinakwenda katika uongozi wao, mashekhe watatajwa. Mashekhe, msikae kimya, liombeeni taifa. Mashekhe wanatajwa hapa. Mashekhe, kemeeni viongozi wa dini, chonde kemeeni jamii, hili jambo lina athari. Hawa viongozi wa dini mnasaidia kuwatengeneza, mnasapoti vyanzo vyao. Ndio viongozi wajinga wanaweza wakafunga markazi ya ilmu inayosomwa dini, inatengeneza maimamu, makhatibu, walimu madrasa, ndio inatoa hao makadhi, hao mamufti watarajiwa watoka huko. Wanaweza wakafunga chuo kwa sababu ya uhaba wa vyoo. Si kwamba watuletee msaada wa kujenga hivyo vyoo. Anaweza kazungumza kama ni mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya, kama funga pale. Ni mchezo bwana. Watoto mnawalaza msikitini, funga. Sasa kwani mashekhe wamelala wapi miaka yote? Hao mashekhe mlionao kwenye system ambao wanawasaidia, mnajua waliposoma? Si kwamba hawajui. Mimi sizungumzi na jamii ya makafiri, nazungumza wale viongozi wenye dhamana Waislamu. Hatuoni msaada wao wa chochote, lakini ni kweli hawahitaji wasomi wa dini. Ukisikia sapoti zao, wameenda shule fulani, wameenda chuo kikuu fulani, wameenda kwenye injo fulani, uwasikii wakija kwenye madrasa, wamekuja kwenye msikiti, kwenye wakfu unaojengwa, kuangalia vijana kwenye mahadi fulani, kama vile ni haramu. Sasa kama haya ninadanganya, mtasema kuna mambo lazima tuzungumze, na ni maneno meupe tu. Ndio haya wasomi wa dini, nyinyi hamuandai mkijitia kwamba hamna haja nao, lakini si kweli. Kuna mambo mnaishi nayo yamewazunguka, hamwezi mkayafanya. Atahaddaku mpaka mtawapata wasomi wa dini, hamwezi mkafanya haya. Mwanafunzi alipoambiwa wanahitajia atoe nasaha zake kwa makundi mbalimbali, akakubali. Ala hadha dauruna, hiyo ndo kazi yetu sisi. Min muhimmatina islahu almujtama' min alfasad, miongoni mwa jukumu letu ni kutengeneza jamii kutokana na ufisadi uliopo. Mwanafunzi anakubali jukumu, anapiga durusi, anawafundisha nyinyi ambao mlimkataa, hamkumsupport, anawafundisha na mengineyo. Wanakuja watu wa jamii kwa shekhi wao wakimwambia, istashkala alaina mas'alatu fulaniya,
kuna masala yametutatiza, muamala fulani au hukumu ya kidini katika jambo fulani, shekhe tusaidie bwana. Si ujijibu mwenyewe? Si umesoma hisabati wewe? Si unajua geography? Unamuuliza nani sasa? Pitia makabrasha yako uliyosoma geography, jijibu hiyo ishkali iliyokupata. Achani dharau bwana. Unakuja huko mashekhe, shekhe nisaidie hii itakuwa halali bwana, muamala umenitia moshi. Tumia geography utapata ni halali au ni haramu, alafu utakiona mbele ya Allah. Hii ni elimu inajitegemea, hutoipata ila kwa hao mashekhe. Wanauliza masaili mbalimbali au hamuulizi? Maana leo nazungumza kwa lugha ya kusutana. Au hamuulizi fatwa nyinyi? Wale mnauliza fatwa mmewasaidia, mbona msijijibu na digrii zenu hizo za agriculture na mfano wake? Si kwamba nina dharau, nazungumza kwa uchungu, kwa sababu dharau mmezianza nyinyi Waislamu, kudharau elimu ya dini yenu. Sijawaona wasomi wa sekula wenye akili na dini wakadharau elimu ya dini yao. Ni majisekula majahili yaliyokosa malezi ya kidini toka utotoni, wanadharau kweli katika dini yetu hii, wanadharau kweli. Na dawa yao hawa ni kuwafundisha na kuwadharau vile vile, na sio kuwatukuza wakati wanaidharau dini yetu. Wanakuja tena kwa huyu kijana, wanamwambia nuridu an nusawija ahad al-aqarib, nataka tumuozeshe kijana wetu bwana, au hamji? Tuna harusi bwana tarehe kadha mwezi kadha shekhe, nataka tumuozeshe kijana wetu. Wanakuja, kijana anawaambia ahlan wa sahlan wa marhaba, karibuni bwana, tutawasaidia katika hilo jambo la kufungisha ndoa. Tutasimamia ndoa ya mtoto wenu au ndugu yenu mpaka mwisho, na inasimamiwa na mnachekelea kweli. Mujtama, jamii inamfuata tena, ya sheikh hasala khilafun baini wa baina zawjati. Sheikh, nimepata mtihani huko nyumbani, mzozo baina yangu na ahli yangu. Kila mambo yanapokwenda ndoa itavunjika. Hiyo inahitaji watu wa dini kuja kuitetea ile ndoa. Mnawafuata mashekhe kwa mizozo yenu, waje pale wasome aya, wasome hadithi, wazungumze maneno ya ilmu. Mwanamke kuangalia kuonea huruma, sasa basi ninabaki shekhe kwa hizo aya shekhe na hizo hadithi, acha nivumilie, huyu mume hafai hata chembe kwa alionifanyia, lakini shekhe kwa hizo aya na hizo hadithi na mimi namuogopa Allah, mtavumilia. Yanatokea hayo, wake zenu wanarudishwa kupitia mashekhe na mnalia. Wakati mwingine ungesoma wewe hizo aya hizo hadithi, ungesoma wewe, huo mzozo angeutatua baba yako, mbona kashindwa? Huo mzozo ungetatuliwa mahakamani, mbona mahakamani ilipigwa chini na ukaambiwa nyumba muachie akae na watoto pale, unakuja unalia huko. Tunamfuata ukhti, tunamsomea aya, tunamkhofisha na Allah, tunamkumbusha akhira, anarudi nyuma, unachekelea. Shekhe ameniokoa bwana, nilikuwa nimeangamia bwana. Huyu shekhe umemsaidia? Huyu shekhe wewe unawataka mashekhe, wewe una watoto 8, 9, 10, yupi umemwandaa kuwa shekhe? Acheni uongo bwana, ittaqullah. Basi hiwari hii inatufaa kweli. Si hilo tu, watatufuata, wanamfuata shekhe tena. Sheikh tuufia azizun alaina, shekhe amefariki, ndugu yetu kipenzi, nimefiwa na baba, nimefiwa na mama, nimefiwa na mtoto, nimefiwa na mke. Anakuletea msiba mzito, kachanganyikiwa. Mkifiwa mnawatafuta kina nani? Nakuja kwa mashekhe, nimefiwa, narghabu minkum as-salata alayhi wa tajhizahu wa dafnahu. Sheikh, ninachokuomba, naomba usimamie kumswalia maiti wangu, nisaidie kumwandaa, kumuosha, mumkafini na hatimaye mumzike. Hili jambo nimekupa, ni lako shekhe, zika mwenyewe. Si ukaoshe, si uswalie, si ukazike. Nyinyi si hamtaki mashekhe nyinyi, tumieni hiyo sekula yenu kuzika sasa.
Ala, ili jambo mnajua lina watu wake, mimi nitaharibu, sina elimu hiyo, nitamdhulumu marehemu wangu huyu, sitoweza chochote, nitamdhulumu na akili nyinyi. Sheikh anakubali, talibul ilm anasema marhaba, yajibu alaina bayanu salati aljanaza, ni wajibu kubainisha swala ya jeneza kwa waislamu, wala ahkami almutaalliqati bilmayit, nitabainisha hukumu mbalimbali zenye kufungamana na maiti wa Kiislamu, iwe ni hukumu za kuomboleza, hukumu za eda na hukumu za mirathi. Sheikh anaingia mzigoni, anamswalia maiti wako, na kabla ya hapo wanamuosha, wanamkafini, wanamswalia, wanakwenda makaburini, wanasimamia mazishi. Unafurahi namna alipozikwa maiti wako kwa misingi ya sunna. Sasa mwisho hawa mashaikh walioandaa hiwari hii wanasema, fal hadha almujtama, na mimi nawaulizeni mimi, je, hii jamii hii iliyomkataa yule msomi wa dini mwanzo pale walipokurupuka kwa nenda bwana kamalizia masomo yako bwana, hali ngumu kaka, fal hadha almujtama alladhi la yahtaju ila almutakhassisin fi sharia, hivi kweli hii jamii hii ambayo haihitaji watu waliobobea katika sheria kwa ajili ya kuwapa utambuzi wa mambo ya dini yao na kwa ajili ya kusimama mambo ya maisha yao, ni kweli uhalisia jamii haihitaji hii jamii ambayo inawakataa almutakhassisin, watu wenye waliojielekeza kusoma dini, inawakataa na haiwasapoti na kuwaambia kwamba kasomeni elimu za mazingira, maisha yatakuwa magumu. Hivi ni kweli jamii hii haihitaji wasomi wa dini? Kwa haya tuliyoona, wewe hauna akili, ni kweli hamuhitaji? Tunahitajia sana. Fa hadha almujtama, hii jamii ambayo haiwasapoti wasomi wa dini, lakini kiuhalisia kwenye kila nyanja ya maisha yao wanahitajika hawa wasomi wa dini. Mfano wao hawa ni mfano wa wale Mayahudi waliotajwa katika suratul Naml, na hapa ninamalizia hotuba hii, ile aya ya 14. Allah anawazungumza Mayahudi wale waliomkataa Musa alayhi salam, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatu almufsidin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wajahadu biha, na wakaipinga hiyo miujiza aliyopewa Nabiiullah Musa alayhi salam. Bani Israili wakaipinga kwa makusudi na kumuita kwamba Musa ni mchawi mkubwa, uchawi wake umeshindikana. Kumbe ni miujiza ya Allah kuwaonyesha kwamba Musa ni nabii na wala si mtu mwenye kuzua. Wajahadu biha, wakaipinga na kuikanusha miujiza ya Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, na hali ya kuwa zimeyakinisha hiyo miujiza nafsi zao. Dhulman wa uluwa, waliipinga miujiza kwa dhulma, kwa uadui wa uluwa na kwa kibri. Bani Israili waliujua ukweli ndani ya nafsi zao kwamba hii ni miujiza ya Allah katuletea sisi, na wala huu sio uchawi. Ndani ya nafsi zao wanakiri hilo, lakini wakampinga Musa alayhi salam kwa uadui na kwa kibri. Mtume anaambiwa fanzur ya Muhammad, tizama. Khitabu hii inamuelekea mtume wetu, fanzur kaifa kana aqibatu almufsidin. Sasa tizama Muhammad, vipi ulikuwa mwisho mbaya wa wenye kufanya ufisadi. Jamii ya Kiislamu inajitia kwamba haina shughuli na elimu ya dini. Jamii ya Kiislamu inataka kudanganya kwamba elimu ya dini ni ziada tu katika maisha yetu baada ya mambo mengine, lakini uhalisia tunaoishi nao, elimu ya dini tunahitajia kwenye kila nyanja. Sasa hao watu mmewaandaa. Hotuba yangu ya kwanza itaishia hapa. Hotuba ijayo tutaleta hoja za kubainisha sasa udharura wa kusoma elimu ya dini kwenye jamii, na kwamba mafanikio ya jamii ya Kiislamu msingi wake ni elimu ya sheria. Tukiukiuka msingi huu,
tutapiga makasia, tutakimbia juu ya maji. Alafu unataka mtu wa nyuma yako aweze kuhesabu hatua, azione alama zako. Tutajidanganya, tutachelewa. Kibaya zaidi, elimu ya dini ikosekana, tutapotea, tutapoteza kizazi. Usishangae misikiti hii tuliyoijenga kwa ajili ya Allah na dini ikageuzwa na watu wajinga kuwa ni magodauni. Hii misikiti baada yetu ikawa ni magodauni haya, panapangwa michele hapa na karanga, au ikawa ni nursery school. Msishangae ile ghorofa mnaolijenga kwa juhudi wakfu lillah, kesho kukawa ni chuo cha ufundi kile. Wamekuja watu vio vyote vya ufundi nchi hawajaviona, mpaka ile nyumba ya wakfu ya dini ndio iwe chuo cha ufundi. Watakuja wapuuzi hawa, kwa kuwa elimu ya dini haipo, ni majisekula tele ndio waliojaa msikitini, hawana akili isipokuwa hiyo. Si kwamba ninatukana elimu za dunia, imetufikisha pabaya. Hatuoni msaada wenu kwenye dini.